katika jamii lazima uwe na lengo kuu, na fani hii ya khitaba nayo inamwandaa mtu katika namna ambayo hayo malengo makuu yanatimia katika uwasilishaji wake. Lengo kuu katika fani ya khataba ya kuzungumza na jamii kubwa kabisa, alwusul ila ta'thir fil mukhatabin, ni kufikia katika uwezo wa kuziathiri nyoyo za wale unaowaambia. Hili ndio lengo kuu. Wa iqna'ihim, na lengo la pili ni kuweza kuwashawishi ili wafanye au waache, na hili linatimia bitarhi alaihim min afkarin wa mawdu'at, kwa kuwekea mbele yao fikra ambazo unahitaji wazifahamu au maudhui ambazo unalenga ziweze kufahamika na kuweza kusimamiwa. Zikitimia hilo, basi kwenye fani ya khataba tunasema hawa watu wameweza kufanikiwa na wanaweza kufikia katika ufikishaji ambao utakuwa na taathira. Hilo ilikuwa ni sehemu tu katika mukaddima, lakini sasa tuingie katika utaratibu wenyewe wa uwasilishaji. Tunakimbia kidogo kwa maana ya muda tuliopewa, mwisho wakati wa dhuhuri tukienda kuswali, basi maudhui iwe imesimama. Namna gani sasa unaenda kufikisha message yako? Hapa ndipo tunahitaji kidogo tu tuweze kuwa makini nao. Kwenye uwasilishaji, mashekhe, kuna vitu vitatu vya msingi. Kwenye fani ya uwasilishaji kuna vitu vitatu vya msingi. Cha kwanza alhay'a, cha pili at-tariqa, na cha tatu al-kayfiyya. Vitu vitatu: al-kayfiyya, at-tariqa wal-hay'a. Haya ndio mambo matatu anayotakiwa khatibu ayazingatie. Al-ilqa hiya al-kayfiyyah allati ya'ridu biha al-khatib mawdu'ahu. Ilqa ni namna au aina ambayo muwasilishaji wa maudhui anaikusudia kuitumia katika uwasilishaji wake. Kwamba wewe unapoenda katika khutba unatakiwa uchague aina ya ufikishaji ambayo unaenda kuzungumza na hadhira. Utatumia aina ipi? Wal hay'a, lakini jambo la pili ni muonekano au hay'a ambayo yakunu alaiha hina yukhatibu jumhurahu, atakayokuwa nayo wakati anazungumza na hadhira yake. Na jambo la tatu, at-tariqa allati yusilu biha linnas ma indahu, njia atakayoitumia kuwafikishia watu yale aliyokuwa nayo. Tuko sawa eh? Kaifia, tukizungumza kaifia ni aina gani ya mazungumzo unayoenda kuyatumia. Unakuwa katika kaifia ipi? Kaifia gani ambayo hiyo utaenda kuitumia katika uwasilishaji wako wa maudhui? Uanze kufikiri katika hilo wakati unaandaa hiyo khutba yako. Lakini ya pili, alhay'a, muonekano. Unapozungumza na watu, kinachoathiri kwanza kabla ya maneno unayoyatumia ni ule muonekano wako katika utumiaji wa hayo maneno. Kwa hivyo mimi nimesimama nataka kuzungumza jambo lenye kuhuzunisha, lakini muonekano wangu wenyewe umejaa bashasha na furaha. Sawa? Ninachotaka kukifikisha kinakinzana na muonekano nilionao.
Umeelewana? Sawa. Lakini haia pia inachukua mpaka muonekano wa wewe kama khatibu. Unapoenda kufika katika eneo la khutba, wewe mwenyewe muonekano wako unatakiwa uweje? Sawa. Wanasema kitu cha kwanza wanachokihukumu watu ni namna ya muonekano wa mtu kabla ya maneno aliyoyasema. Muonekano una nafasi kubwa sana katika kuifanya jamii au hadhira iliyopo mbele yako ishawishike na wewe au ivunjike moyo na wewe. Sawa? Ndio maana wanasema kusoma kwenye vitabu vyetu vya fiqhi kwamba khatibu anatakiwa siku ya Ijumaa awe amevaa ahsana thiyab, nguo zilizokuwa nzuri zaidi. Sawa? Kwa sababu ya kuitengeneza haia yake. Sawa? Kwa sababu ya kutengeneza haia yake. Lakini pia kwenye kutengeneza haia, unapoenda kuzungumza na jamii, hakikisha ile jamii unapoenda kukutana nayo, ukutane nayo katika namna ambayo jamii hiyo inategemea mtu kama wewe uwe vipi. Haia. Sawa? Usiende kuongea na jamii ambayo imejiandaa inakutana na shekhe, alafu ghafla wanakutana na mtu amevaa t-shirt na jinzi, anaenda kuambia maneno ya qala Allahu qala Rasul. Sawa? Itategemeana na jamii hiyo, inategemea shekhe anayekuja awe katika haia gani. Si tunaelewana? Umeelewana sije? Kwa hiyo neno haia inabeba nadharia nyingi sana. Muonekano wa kwako wewe mwenyewe, namna ambavyo maudhui ulioichagua na namna unavyojitokeza kwao visiwe na mkinzano ambao utawazuia kuwa makini na kile unachokiwasilisha. Sawa? Kwa hiyo haia inabeba maana nyingi sana. Inabeba maana nyingi sana. Kwa hiyo kwenye fani ya khataba wanazungumzia haia katika aina zake zote hizo. Lazima zizingatiwe pale mtu anapoenda kuzungumza na hadhira iliyopo mbele yake. Sawa mashekhe? Lakini wa tariqatu allati yusilu biha linnasi ma indahu, njia gani utakayoenda kuitumia kuwafikishia watu yale unayotaka kuyazungumza. Unapoandaa khutba, uandae na hiyo njia, kwamba leo njia nitakayoitumia katika kuifikisha khutba hii, nitaanza na njia ya swali, nitaanza kwa njia ya shairi, nitaanza kwa njia ya kisa. Tumefahamiana? Na haya yote unapoyafanya, yazingatie aina ya watu unaoenda kuzungumza nao, kwamba huyu natakiwa nizungumze naye kwa aina hii, ijapokuwa ujumbe utakuwa ni huo mmoja. Mara nyingi wao wanatumia mfano wa kisa cha ndoto ya mfalme. Makhatibu katika fani ya daura za khitaba mara nyingi wao wanaitumia mfano wa kisa cha ndoto ya mfalme. Kulikuwa na mfalme kipindi hiko nyuma katika ardhi ya Baghdad. Yeye aliota usiku kwamba meno yake yote yameanguka, yameporomoka yote, na yeye anayaona. Alipoamka asubuhi, kitu chake cha kwanza ikawa ni kufikiri ni nani ambaye ana utaalamu wa ufasiri wa ndoto. Sawa? Akatafutwa mtu wa kwanza ambaye ni makini katika fani ya ufasiri wa ndoto. Akaitwa, akaelezewa ile ndoto na mfalme. Akasema, mfalme, hii ndoto inajulisha kwamba familia yako, watoto wako atakufa mmoja baada ya mwingine, na wote hawa utawashuhudia maziko yao. Atakayebaki utakuwa ni wewe tu katika familia, kwa maana mkeo atakufa, mtoto wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, alikuwa na watoto 7. Hawa wote wataondoka, wewe ukiwa unawashuhudia hivi. Falme akakasirika sana, sema wewe huna elimu kabisa. Kawaamuru wamkamate, wamfukuze kabisa katika nchi. Toeni kabisa, sitaki kuwa na raia mjinga kama huyu, muongo sana.
akasema nitafutieni mfasiri wa pili. Akaletwa mfasiri wa pili. Alipofika akaelezewa ile ndoto na mfalme. Akamtazama mfalme, akamwambia ayuha almalik abshir, furahi. Mfalme akashtuka, ni furahi? Akamwambia naam, haya niambie kinachonifurahisha. Akamwambia inma anta atwalu nasi umran, wewe umri wako ni mrefu zaidi katika familia yako, una umri mkubwa sana, Mwenyezi Mungu atakuweka umri mrefu. Mfalme akasema huyu ndio mtu, huyu ni mtu sahihi sana, huyu ni msomi kweli kweli, mpeni na zawadi. Akapewa na zawadi. Nini tofauti kati ya njia hii ya kwanza na hii ya pili? Ndio tutafsiri hivi, tofauti yake ni sawa. Kwa hiyo unapoenda kuzungumza na hadhira, kitu cha kwanza ujipange na kutazama at-tariqatu allati yusilu biha linnasi ma inda, njia ambayo utaitumia kufikisha maalumati yako kwa watu. Yaani unatumia njia ipi? Na katika kutumia hiyo njia, kinachohitajika zaidi ni kuijua jamii unayoenda kuzungumza nayo. Sawa? Ni kuijua jamii unayoenda kuongea nayo. Umealikwa, unaenda kutoa hutuba Kigoma, unaenda kule unazungumzia masuala ambayo ile jamii haihitaji. Ongea na watu, wenyeji wako, ujue changamoto zilizo pale, matatizo ya pale ni nini, kitu gani ambacho hiko ndiyo shida kuu, kinaibidi kizungumzwe hiko, ili uipate ile hadhira shida na changamoto zao katika lile eneo. Ukizungumza utakuwa umeweka kitu ambacho kimezingatia hitaji la msingi, kwa maana utakuwa unazungumza na hadhira ambayo tayari unaijua. Sawa?